Pakua sasa TSN e-paper, soma magazeti yako pendwa ya Daily News, Habari Leo na Sporti Leo kwa urahisi. TSN e-paper, habari kiganjani mwako. TSN ni zaidi ya habari. Kwa uchaguzi huu tuna bahati kwamba tuna mheshimiwa rais mwanamke kwa mara ya kwanza. Hajawahi kutokea kabisa. Karibu tena katika kipindi chetu cha kuelekea wanawake na uchaguzi mkuu 2025 hapa Daily News Digital. Kumbuka tu leo ndani ya studio zetu tunaye Balozi Liberata Mulamula. Huyu ni mwanasiasa nguli, pia mwanadiplomasia na pia ni mwanaharakati. Tutakuwa naye katika kipindi chetu hiki cha leo. Mimi naitwa Kuthum Ali, nasema Karibu mama Balozi Mulamula. Asante sana Kuthum, nimefurahi kukuona. Unaona manake nakumbuka tangu enzi za Dodoma, tukiwa Dodoma mjengoni tunatafuta nafasi fursa na kulazimisha mahojiano. Lakini mimi nashukuru pia kuweza kunishirikisha. Ndio. Katika hii tunavyoelekea uchaguzi, nafasi ya mwanamke. Ndio. Na nashukuru pia kwamba wengine wanasema wanawake hatupendana, lakini tunabebana. Umenitafuta kabisa. Na napenda kipindi chako kwamba ni kwamba sema usikike. Maana tunasemanga huko nani anatusikia? Sema usikike. Sasa hivi Balozi, tuko na kitu cha uchaguzi mkuu. Na tumeshaanza mchakato, sasa hivi tuko katika masuala ya kampeni. Labda mtazamo wako ama unazungumziaje ushiriki wa wanawake katika ngazi za maamuzi hizi za kugombea za siasa? Yaani mimi naomba niseme kwamba na niwe mkweli kwamba katika chaguzi za nyuma kwa kweli sikuwepo. Ndio. Lakini kwa uchaguzi huu umeshuhudia, nimeshuhudia mwenyewe kuona kwa mwamko tangu wakati ule wa kuweka nia waliojitokeza wengi, lakini kubwa zaidi wanawake. Wanawake mimi nadhani tumevunja rekodi katika hii mchakato wa uchaguzi wa 2025. Hajawahi kutokea. Lakini pengine inaweza labda pengine tukiendelea nitaeleza labda naviona kwa nini. Lakini kumekuwa na mwamko mkubwa. Ndio. Wanawake wamejitokeza kuchukua fomu kwanza. Lakini ya pili wameenda mpaka kwenye kura za maoni na wamepita. Kuenda kwenye uteuzi wamepitishwa kadhaa, sio wote, lakini bado ni wengi. Lakini pia nishukuru kwamba wengi, nadhani kwa ajili tuna bahati kwamba tuna mheshimiwa rais mwanamke na kila mmoja anajiona kwamba hapa kwa kweli na mimi niwe sehemu ya hii katika hii mchakato wa uchaguzi kushiriki, lakini pia ukozi kupiga. Kila mtu anatafuta kura sasa hivi kumtafutia Mama Samia, lakini na kumtafutia wabunge. Kwa hiyo mimi nasema katika historia mimi ya nchi hii, sijui nyinyi ambao mnaanzia nyuma sana, nadhani hajawahi kutokea wanawake walivyojitokeza wengi sana wamethubutu kwa Tanzania. Nachosema kwa Tanzania katika historia ya chaguzi zetu. Mimi nikiangalia tangu walipoanza uchaguzi wa vyama vingi 95 tumekuja mpaka 2000, 2010, 2015, 2020 na sasa. Mimi nilikuwa naangalia rekodi za nyuma, sijawahi kuona kitu kama hicho. Kabisa. Na mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wao, nilikuwa nimeweka nia kwa mara ya kwanza katika vitu maalum. Kwa ndio maana nasema ni kwa kweli ni nia ya kihistoria. Utakuwa uchaguzi pengine wa kihistoria huu. Okay. Na tumeshuhudia kuona kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kuidhinisha wagombea wa nafasi ya urais 17. Na kati ya hao watatu tu wamepitishwa ni wanawake, akiwemo rais wetu Samia Suluhu Hassan. Ndio. Labda uwiano
unauona uko vipi katika hizi harakati za wanawake katika masuala ya siasa? Mimi nianze kusema kwamba pengine tufike mahala kwamba wanawake ache kuwa namba, tuangalia namba. La muhimu zaidi, hata kama ni watatu, lakini wamejitokeza na kuthubutu kwamba na mimi naweza kuwa rais, pamoja na kwamba tuna Rais Samia, lakini wengine wawili wameona hata na sisi, kwa nini tusijitokeze? Kwa hiyo mimi nani sana kuona kwamba ni watatu, lakini ile kitendo chenye cha kujithubutu kwamba tunaweza na sisi kuwa rais. Kwa hiyo mimi hiyo inanipa imani kwamba huko tunakoelekea pengine tutakuwa na wengine watajitokeza wengi. Maana nakumbuka chaguzi narudi za nyuma, waliokuwa wamejitokeza wakati ule walikuwa wachache sana, mpaka wale wakuja kupitishwa. Lakini sasa hivi tunaongelea watatu. Pamoja na kwamba ni namba ndogo ukilinganisha na hiyo namba ya jumla ya 17, lakini mimi nasema ni wanawake wa nguvu, wameweka historia na wanajiamini, wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Zani tena hakuna mwingine, lakini pamoja na kuwepo na Mama Samia, lakini wenyewe wamejitokeza. Mimi naona ni nani nzuri, ni dalili nzuri kwa kweli. Na tukija kuangalia labda hizi kampeni zetu, wale ambao wagombea waliopitishwa katika vyama mbalimbali, ndio umeona, yani mtazamo wako ni nini hasa wa kuangalia umahiri wao wa kunadi sera zao, ilani za vyama vyao, labda nini mtazamo wako? Mimi mtazamo wangu nasema, nikiangalia mchakato unavyoendelea, kama nilivyosema, imekuwa ni hatua nyingi na kila mahali, kila hatua umeona wanawake kwa kweli wanakuwa na ujasiri wa kujieleza. Sasa hivi wanaenda kwa hoja, sio ile unaomba kwamba nionewe huruma. Sijamuona mtu anasema jamani nionewe huruma mimi mwanamke, lakini kila mtu anasimama wima, anasimama imara kueleza kama ni sera za chama chake, kama wa CCM wanaeleza ilani, wanaeleza yaliyofanyika kwa kujiamini. Mimi mzee wangu aliniambia mtu asikuondolee kujiamini. Ujiamini kwanza kabla ya yote. Kwa hiyo mimi nasema katika hii ninavyoona kwamba wanawake kwa mfano mpaka sasa wengi majukwaani. Mimi nimeona wanaonyesha wanaume wengine anashindwa kujieleza, anashindwa hata kutaja jina la Mheshimiwa Rais au anashindwa kujidadavua kama wanavyosema. Wanawake mimi sijaona mtu ameshindwa. Wamesimama vizuri tu na wanaonekana kuaminiwa. Kwa hivyo nasema hapa kwa kweli tumepiga hatua tulikotoka na tulipo sasa. Tumetoka mbali. So unajua jamii zetu hizi za kimifumo dume, kuanzia katika ngazi ya chini mpaka ngazi za familia mpaka ngazi za juu za maamuzi, labda wewe unaona kwamba jamii imepokea vipi kuona mwitikio mkubwa wa wanawake kutaka kugombea nafasi mbalimbali katika kipindi hiki cha uchaguzi? Yaani katika mwitikio, kitu ambacho unaweza ukapima kuona mwitikio wa jamii na kutambua umuhimu wa wanawake kuwa viongozi ni katika kura za maoni. Unajua katika kura za maoni wanawake wengi wameongoza. Ilipofika kwenye uteuzi ikabadilika saa nyingine, lakini wengi wameongoza katika maeneo yao. Kwa hiyo mimi nasema hiyo inaonekana kwamba mtizamo unaanza kubadilika, mpaka sisi sehemu za kwetu kule ambapo mimi natoka Kagera, yani ilikuwa bado ni mfumo wa kiume sana, lakini wanawake wamejitokeza katika udiwani na wengine wamepita kwa kura nyingi tu. Kwa hiyo mimi nasema kwamba mimi bado nasisitiza kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa tofauti na miaka mingine yote. Bado kuna mfumo kandamizi, hiyo tusikatae, upo. Manake ukiangalia sasa wanawake ambao wamepitishwa, ukiangalia na idadi ya wanaume, bado idadi ya wanaume bado ni kubwa. Kwa hiyo kuna mila ambazo bado potofu hazijakubali kwamba zinaweza zikaendeshwa na mwanamke. Lakini Tanzania kama Tanzania, jamii nzima imemkubali Rais Samia. Wewe ndio mfano hai kwamba sasa mtizamo umebadilika. Mifumo nayo hiyo nasema kandamizi au ambayo ni sio rafiki itabadilika kwa wakati. Wanasema kila kitu ni wakati. Kila kitu kina wakati wake. Kwa hivyo mimi nadhani tukiendelea hivi, mimi kwa mfano nikikuangalia wewe hapa na timu yako,
uko vizuri pamoja na timu, naenda pamoja na wanaume. Sasa tusifanye kwamba sisi tunaenda sisi tujifanye tu wanaume, hapa tunaenda nao. Kwa hiyo mimi nadhani mfumo unaanza kubadilika hata kwenye nani zenu, tasnia zenu za habari. Labda tukirejea sasa kwa wale ambao wanawake ambao waliopata fursa zile za kuwa viongozi mbalimbali. Hii inatupa taswira gani kwa Tanzania? Taswira? Taswira, yani unavyoiangalia sasa Tanzania. Ndio. Inatupa taswira gani? Yani mimi niseme kwamba imetuweka pazuri. Imetuweka pazuri, narudia tena ya kwamba kuwa na rais mwanamke imeiweka Tanzania katika nania ya dunia, taswira, yani taswira nzuri sana. Yani katika ngazi ya juu. Tanzania imekuwa ni kioo. Na sisi wenyewe, nasema sisi wenyewe kwa vile Watanzania hatujui kujifagilia. Lakini kwa kweli tulipofikia ni nchi ngapi? Ni nchi ngapi ambazo zimeweza? Kwa hiyo sisi taswira yetu niseme imebadilika katika aina mbili, maana tatu. Moja, taswira ukozi ya kuwa na rais mwanamke wa kwanza. Lakini ya pili ya kwamba wanawake nafasi walizoshika za uongozi sio zile nyepesi nyepesi. Mimi nimekuwa bungeni miaka 5 kwenye bunge ambalo mimi nimeingia wakati spika ni mwanamke. Na sio kwa kwanza, lakini mwanamke kijana na ameiendesha vizuri sana. Na juzi tu rais chama kimemteua katibu mkuu wa chama cha CCM, Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu wa kwanza mwanamke. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Nchi nyingine imekuta wanao, lakini Tanzania haijawahi kutokea. Kwa hiyo sisi natujengea taswira nzuri sana. Mimi juzi nilikuwa Harare. Nimeiongea kwa kujidai sana, kujionyesha kwamba Tanzania kwamba Tanzania kwa kweli tupo kwa kweli. Maana ile nilikuwa kwenye mkutano Zimbabwe, ni kuhusu wanawake wa Afrika na uongozi. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mengi sana ya kueleza ya kujimwambafai kwa kweli. Kuna wengine ukozi wenzetu Namibia sasa hivi ukozi wenyewe na rais na nani Zimbabwe yenyewe katibu mkuu wa chama naye ni mwanamke, lakini sasa nikasema na Tanzania sisi tumo, hatujabaki nyuma. Kwa hiyo mimi nasema sisi tu wenyewe hatujui kujimwambafai, tuseme kujiuza, kuonyesha mazuri sana ya kwetu. Tena tunaonekana wanyonge. Mimi naambia tuache hiyo. Tuko pazuri sana. Tuko pazuri kabisa. Na unafikiri labda tuko katika kwenye asilimia ngapi hivi labda? Sasa hivi tuseme kisiasa na kiongozi katika nafasi za mwanamke, kwa mfano katika bunge tumezidi, tuko katika 36 hivi asilimia. Lakini tunavyoenda katika baada ya uchaguzi huu, mimi nadhani tutaenda mbali. Tutaweza tukafika hata 40. Tunaweza tukafika hata 40. Kwa maana hiyo ile yale maadhimio ya Beijing tunaweza tukafikia 50-50. Tunaweza. Maana sasa hivi tunaadhimisha miaka 30 baada ya Beijing. Ndio. Na tunasema tunatokaje hapa? Mimi ninavyoona kwamba haiwezi kufika miaka mingine 30 kabla hatujafikia 50-50. Asilimia 50-50. Mimi tunapoelekea na kwenye serikali naamini kwamba Mheshimiwa Rais baada ya uchaguzi ataweza kuteua wanawake wengi katika serikali. Hiyo nayo itatuongezea asilimia. Maana nchi nyingine zimeweza, kwa nini sisi tusiweze? Kwa mimi naona mwelekeo ndio huo. Na sioni kama tutarudi nyuma. Yes. Na tukija kuwatazama jamii, yani nikizungumzia wanaharakati, wale wadau mbalimbali, wanahabari, asasi za kiraia na vyombo vingine, katika swala la kuhamasisha haya masuala ya kijinsia katika siasa, wewe kwa mwaka huu umejifunza nini? Uhamasishaji upo ama ulikopo haupo? Mimi nashukuru kwamba uhamasishaji upo sana. Na vyombo vya habari, maana mimi nasemaga jamani, pigeni na kufanya mambo mazuri, lakini kama vyombo vya habari havijakubeba, maana wanasema ukozi wengine wanaogopaga vyombo vya habari kwamba
itakuangusha. Lakini mimi nasema bwana, ukitaka kitu bebe na usikike, vyombo vya habari. Na sasa hivi mchakato mnavyofuatilia kila mchakato, na unakuwa na kipindi maalum kuhusu uchaguzi, na ukiangalia kuhusu nafasi ya mwanamke, hatujawahi kuwa na vipindi huko nyuma. Mimi naambia jamani, tukumbuke tulikotoka. Mimi kwa mfano kuitwa kwenye kipindi kama hiki haijawahi kutokea. Wakati wa uchaguzi haijawahi. Mimi nilikuwa nakaribishwa kwenye kipindi kwa sababu mambo yangu ya diplomasia, lakini ya uchaguzi ni kama vile nilikuwa sina sauti, lakini sasa hivi tunakupa nafasi. Mimi nipa nafasi, na sio nyinyi tu. Yaani wengi tangu tuko Dodoma. Ndio maana nasema kwamba kwa kweli kwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa sana ya kujenga au kubomoa. Dira yetu ya maendeleo ni kwamba ina kauli yake ni ushirikishwaji na kwa maendeleo endelevu. Kwa hiyo ushirikishwaji maana yake nini? Kwa hiyo ni ushirikishwaji kwa makundi yote ya jamii. Uwezo ukasema kwamba nitashirikisha kundi hili, nitaliacha hili, alafu nasema kwamba nitakuwa na maendeleo endelevu. Haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana ya ushirikishwaji. Kwa hiyo hata sisi katika hili kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi ambao utakuwa ni wa amani, ni wa haki, mzuri, lazima kushirikisha kila mmoja, na kila mmoja ana sauti yake yasikike. Maana ukiona watu ambao wanakuja kuwa baada ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na ghadhabu, ni kwamba hawasikilizwi. Lakini sasa platform kama hizi, kupitia habari, kupitia na platform ya mkutano huu, ni ile kwamba watu wasikike, watoe kinyonge chao. Kinyongo. Ukiwa sasa kama mdau wa masuala ya sheria pia, kwa sababu ulishawahi kuwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, labda hizi sheria zinazohusiana na uwasilishwaji ama uwakilishi wa wanawake, unafikiri zimeweza kutekelezwa kwa kiasi gani? Unajua sheria zipo, ni nzuri. Na swali hilo uliza ni nzuri. Manake changamoto ni katika utekelezaji. Bunge limepitisha sheria mbalimbali zinazolinda haki ya mwanamke. Lakini pia kupitisha katika hivi tunavyoelekea uchaguzi, sheria iliyopitishwa ya kuifanya tume ya uchaguzi kuwa huru. Hiyo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba yale ambayo yamekubalika, kwamba tukienda kwenye uchaguzi, viti kama kuna viti vya maalum vya wanawake vizingatiwe. Kama ni vyama vinaleta listi yao ya wanaoteua, uzingatie kwamba katika hiyo listi kuna wanawake. Kwa hiyo hizo sheria zipo. Lakini ikifika kwenye utekelezaji, ndio hapo unakuta kwamba tunashindwa. Hiyo kwa kweli nataka mlisemee na kulifuatilia. Je, hizi sheria ni nzuri, zinatekelezwa? Sasa ukozi wa utekelezaji, kila mtu anaangalia serikali. Lakini kutekeleza ni kila mmoja, sehemu ya jamii. Maana maisha yetu yote yanaongozwa na sheria na taratibu. Lakini nyingi asitekeleze, na sio kwamba kutekeleza kwa pengine kwa makusudi. Wengine hawazijui. Kwa hiyo sasa kazi yetu sisi na nyinyi kama vyombo vya habari kuhamasisha wananchi wakaweza kujua sheria zilizopo. Sheria gani zinamlinda mwanamke? Sheria gani ambazo zinaonekana bado ni potofu? Kwa hiyo mimi nadhani ni kuendelea kuelimisha, ambayo ni jukumu la kila mmoja wetu. Kuna changamoto gani sasa kwa wanawake wengine ambao wameshindwa labda kugombea hizi nafasi ndani ya vyama vyao? Labda changamoto kubwa ni nini hasa? Mimi nasema changamoto kubwa kwanza, moja, hofu. Ile niliyosema kwamba mwanamke inabidi ujiamini, uondoe hofu, kwamba uthubutu kwamba nitaweza. Hiyo tu ni kuanzia. Lakini ya pili, mimi niwaambie ukweli kwamba uchaguzi bwana inataka uwe na rasmi, uwe na pesa. Sio rahisi kuifikia. Unajua nchi yetu kubwa hii. Kwa hiyo unakuta wanawake wengi maskini hawana uwezo huo. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kujiamini, amejiamini, amesoma, anaelewa, ana uelewa mkubwa, lakini hana
ana rasilimali. Ana rasilimali. Ana rasilimali hata ya kutoa vichapisho, peperushi tu, ya kuonyesha sura yangu, nikaweka matangazo. Yote yanataka pesa. Yanataka pesa. Unaipata wapi? Ndio maana wengi na vyama, mimi najua vyama vya nje, chama ndio kinatafuta pesa kwa ajili yao. Wanachangisha kusudi kuweza kuwasaidia na wanaoingia kwenye ubunge, wanawake, wanaume, wote wananani. Lakini sasa hapa wewe unahangaika mwenyewe uweze kutafuta hizo kuweza kusaidia kwenye uchaguzi. Sasa unafikiri labda kifanyike kitu gani baada kama ni rasilimali hizo unazozisema, rasilimali fedha? Mimi ninachotaka kushauri, na mimi nimekishauri hiki wakati kwenye vikao vyetu, kwamba kuwe na mfuko maalum wa kusaidia wale wanaoingia kwenye nani. Kwa maana huo mfuko uwepo katika vyama vyote. Vyama vyote, siseme tu kama ni chama chetu cha CCM, vyama vyote. Vyama vyote. Wawe na utaratibu wa kuweka mfuko. Kama nchi nyingine zinazofanya, kwa mfano kama Marekani wanakuwa na mfuko. Hela inaingia kwenye mfuko. Sasa ile hela inayoingia ndio hiyo inayosaidia kila mmoja. Kwa hivyo mimi hiyo ndio dai yangu. Sijui kama ukozi idaeleweka, lakini mimi nasema lazima kuwe na mfuko huo. Wasaidia hao wanyonge ambao sio wanyonge, yani yote anayesimama chama kiamini kama ni UWT ni chama iweze kumsaidia. Sasa wanawake hatuna uwezo. Mimi nimeona bila uwezo ule wa nani utazungukaje kwa mfano? Sasa labda tuje sasa turejee katika ngazi za kijamii. Unaambiwa kwamba ukimjenga vizuri mtoto wa kike ndio anakuwa kiongozi bora wa familia na mambo mengine. Ndio. Labda wewe, nini ni mtazamo wako hasa kwa jamii? Wafanye nini sasa ili tusimame, tujenge kizazi ili tutengeneze kizazi bora? Mimi nadhani jibu mnalo tunalo kwamba ukimwelimisha mtoto wa kike umeelimisha jamii, umeelimisha taifa, umeendeleza ulimwengu. Tuanzie hapo. Manake hii kwa mfano kama hawakuandaliwa, manake lazima mtu aandaliwe. Kwanza leo unaamka, leo unasema mimi mwanasiasa, inabidi uandaliwe kuanzia hapo unaposema ngazi ya chini. Wakati wa shule, unajua zamani tulikuwa tunajifunza, tulikuwa na kipindi kimoja kilikuwa kinaitwa civic education. Kilianzishwa wakati wa mwalimu. Kilikuwa na maana yake, lakini mpaka sasa hivi ipo. Sijui ile wanafundishwa nini siku hizi. Sisi katika civic education tulikuwa tunafundishwa mambo ya uzalendo, mambo ya nini tunaijua. Yaani tunajua maana ya nchi ya kuendesha nini, hata kuendesha nchi ungeweza kutokana na hivyo vipindi. Kwa hiyo ndio maana yake ya kumwandaa sio mtoto wa kike tu, hata wa kiume waelewe siasa nzuri. Kwa hiyo mimi nasema ni vizuri kuanzia hapo chini katika elimu tunayotoa, iweze kutoa elimu na pia ya kuweza kujifunza mambo kama hayo ya uongozi. Mtoto mwongozi unamwanzia nani? Kwanza hata kwenye familia mtoto hawezi kuelewa maana ya uongozi. Maana uongozi maana yake nini? Ni majukumu. Uweze kuchukua majukumu, uweze kuheshimika, uweze kuaminika. Sasa wewe kama ukulelewa hivyo, leo unasema kwamba Kurutumu leo mimi natoka hapa nitakuwa kiongozi, nitakuwa nani? Wapi? Yote inataka malezi. Inaanzia kwenye malezi chini. Mimi ndio maana nasema ninatoa msisitizo hasa kwa mtoto wa kike. Na kutokana na hiyo anakuwa na ile upe ya kujiamini. Sasa kama ujiamini ni vigumu sana hata kusimama kwenye nafasi yote ya uongozi kabisa. Kwa hivyo nadhani tuwekeze zaidi katika kuandaa watoto katika kupitia elimu. Ukozi zamani ilikuwa natusalia tunapitia elimu ya shule, tunaenda jeshi la kujenga taifa. Yote katika kutuandaa. Ilikuwa sio bure tu. Kwa hiyo mimi nasema hiyo ni vitu ambavyo viendelezwe. Maana sasa hivi nadhani majukumu yetu tumeyaachia sijui nani katika kulea watoto. Na sasa labda ungependa kuona mabadiliko gani katika mifumo hii ya kisiasa ili kuweza labda kuongeza idadi kubwa zaidi kulinganisha na ya sasa katika ngazi za maamuzi, hasa katika uchaguzi utakaokuja? Mimi ninachosema ni kwamba kama tulivyoweka kwamba tuwe wanaita quota yani maalum, viti maalum, nafasi maalum.
kama tunaongelea kuhusu wanawake na viongozi, hata kwenye chama kuwe na nafasi maalum, kwamba hiyo quota, kwamba katika uongozi wa chama lazima angalau asilimia chini sana 30. Tukienda na ya Beijing, lakini sasa hivi tunaongelea 50. Kwamba katika ngazi zote, katika taasisi zote iwe ni sheria inayotaka kwamba lazima iwe asilimia, kama ikufikiwa hii. Kwa hiyo mimi nataka hii ndio kama ni mfumo ubadilike, uwe na asilimia maalum zinazowekwa hata katika ajira au kwenye nini. Kwa hiyo hiyo ndio itaweza kusaidia. Vinginevyo kusema kuiacha tu kwa bahati, kuiachia kwamba iwe bahati yako, wewe una bahati, Mungu anakupendelea. Hapana. Kuwe na mfumo ambao unatambua kwamba lazima kuwe na asilimia fulani, kama ninavyosema kwa mfano kwenye makundi yenye walemavu. Wanawekewa katika asilimia kwamba nani, basi iwe asilimia hizo zinasaidia. Vinginevyo kila mtu anafanya anaamua, mimi sijamuona mtu ambaye ana qualify, ana uwezo, lakini wakiwa wamewekewa hiyo pengine itasaidia. Sasa tukimalizia kabisa, labda unafikiri hatua zipi zinazohitajika baada ya uchaguzi sasa katika swala zima la kuimarisha uwakilishi wa wanawake katika ngazi za maamuzi? Yaani kwa kweli baada ya uchaguzi, baki lazima ili vuguvugu la uchaguzi likiisha, kila mtu kama anasahau umuhimu wa ushiriki wa mwanamke katika kuendesha serikali, ndio katika uongozi, katika ngazi zote, kwamba tuendeleze na hii. Mbona mwamko mkubwa sana katika kutafuta uchukura, lakini sasa baada ya kura inakuwaje? Mimi nadhani hata UWT kazi walioifanya katika kutuandaa katika uchaguzi, waendelee na moto huo kuhakikisha kwamba hata kwenye serikali, of course wanasema ni matakwa ya Mheshimiwa Rais kuteua, lakini kelele zikizidi nadhani watasikia, serikali nayo itasikia kwamba jamani, hapa inabidi tuweze kuweka katika, mimi nachosema of course wengine wanaangalia katika ngazi za kisiasa tu, lakini hata za utendaji, kwamba hii kelele, hii mwamko tunaoona uendelee hata baada ya uchaguzi. Yes, mimi sasa UWT wamefanya kazi, waendelee hivi, tutafikia nini unawafagilia? Nawafagilia, lakini maona wako kazini. Kazini wamefanya kazi kubwa sana UWT kwa kweli. Katika mchakato huu sijui matokeo yatakuwaje, lakini mchakato huu kwa kweli wamefanya kazi sana ya uhamasishaji. Kwa hiyo wahamasishe, waendelee hivyo hivyo, tusibweteke baada ya uchaguzi. Maana sasa kama baada ya uchaguzi hakuna wanawake kwenye nafasi za uongozi, sasa tumefanya nini? Amechaguliwa lakini hana nafasi ya uongozi. Na kwa labda mtazamo wako kwa vyama vingine, labda unaweza ukasema? Mimi nasema kwa vyama vingine hivyo hivyo, sasa nao wajipange. Maana walikuwa wanaenda vizuri. Kwa mfano ukiangalia kwamba namba ya wanawake ilikuwa imeongezeka, kwa mfano bungeni, ilikuwa kwa ajili ya vyama pamoja na vyama vya vingine. Lakini sasa kama hawakushiriki, sasa tunapata wapi wanawake? Kwa hiyo mimi nasema kwa kweli kuweza kupata hii wanaita credibility ya chama chochote, ionekane kwamba huyu ni aibu, kwamba yani wewe katika uongozi wote kuanzia mwenyekiti, makamu mwenyekiti, siyo mwenezi, hamna mwanamke kweli. Kwa kweli iwe ni aibu, na nyinyi mfanye iwe nionekane aibu kwa vyama hivi. Asante sana mama Mheshimiwa Balozi. Asante sana. Nawashukuru. Nawashukuru sana. Bila shaka mmeweza kumsikia akitupitisha kidogo mtazamo wake, tathmini yake ya mchakato huu wa wagombea wanawake katika ngazi za maamuzi tukielekea uchaguzi mkuu Oktoba. Mimi naitwa Kutumwali. Tulikuwa naye Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, mwanaharakati, mwanadiplomasia, mwanasiasa. Tunasema tukutane tena panapo majaliwa Mungu wiki ijayo. Kwa jina naitwa Kutumwali. Tunasema endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, Daily News Digital, Instagram, Facebook na Facebook. Asanteni na kwa